Pengine mimi nimsaidie mtu ambaye bado anajiuliza faida inapatikanaje katika tuseme labda 3,500 yake kwa siku, ambayo tuseme ni kama 100,000 kwa mwezi. Akiweka UTT, faida yake inatokana na nini? Anawezaje kupata hizo milioni zote hizo kwa 3,000 au kwa 100,000 kwa mwezi? Sasa hapa reflection au taswira ambayo tulichukua ya faida, nasema inaweza ikapanda au ikashuka. Hii tulichukulia 12%. Sasa leo umenipa 100 yako kwenye UTT. Tunachokifanya hapa tunaita uwekezaji wa pamoja. Ile 100,000 yako moja ambayo umenipa itachanganyika na pesa za matajiri ambazo wamewekeza huku, na pesa za watu wa kawaida kama wewe ambao wamewekeza hapa, pesa za vikundi za SACCOS, za AMCOS ambazo ziko huku, pesa za wanafamilia, maana huku mnaweza kuweka kama wafamilia ambazo ziko huku, pesa za wakulima, watu nyanja tofauti tofauti. Hizi pesa UTT kwa sababu kila siku ziko hadharani za wekezaji ni trilioni 4.1. Sasa hizi trilioni 4.1 ambazo ziko hapa, hizi ni pesa za wawekezaji, sio za UTT. Yaani kama nyie au wewe au kama vikundi mnavyoweka hela benki. Sasa benki mkiweka hela wanaenda wanakopesha, si ndio? UTT mkiweka hela, sisi tunakwenda tunaziwekeza. Mathalan, tunaweza tukanunua hisa za kampuni A au kampuni X, na tunajua hisa zinapanda zinashuka. Maana ile 100 yako itakuwa imekuwa hivyo hivyo, kuanzia 100 leo imekwenda 2,000. Siku CRDB ukafika 4,000, 100 yako itakuwa imeenda 4,000. Humo kwenye hisa tunafahamu kwamba kuna kitu kinaitwa gawio, ambapo mara nyingi wengine mara 2 kwa mwaka, wengine mara 1 kwa mwaka. Kwa hiyo itakapokuwa imekuwa hivyo, na kwa sababu sisi wanaotathmini sehemu ya kwenda kuwekeza ni watu wenye utaalamu ambao umebobea, kwa hiyo mara nyingi unakuta kwamba kupoteza kabisa inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kupata mara nyingi inachukua asilimia kubwa, na ndio maana watu wanapenda UTT. Ukanipa pesa zingine hizo kidogo, nimeenda kununua hisa kwa hiyo 100. Kwa hivyo ile 100,000 yako kwa mwezi inakwenda kukopeshwa au inakwenda kwenye hisa au tunasema kwenye mitaji na dhamana. Kwa hiyo kinachokuja pale ni cha kwako, kinakuwa loaded kwenye ile 100,000, na mara nyingi sasa tunasema reflection yake, taswira yake kwenye mwaka imekuwa 12% kwenda mbele. Kwa hivyo ndivyo pesa inakuwa.